Bwana Mchungu, tulipiga story kuhusiana na Donald Trump, rais wa Marekani, sio? Ndio. Na ziara yake ambayo amekuwa akifanya. Na moja eneo ni ukanda wa China pale. Kabisa. Piga zake China nini fresh, tukapiga hapa hesabu ambazo tumezipiga. Tukapiga uchambuzi ambao tuliuzungumza, lakini pia tukasoma na maoni ambao waliyatuma wadau kuhusiana na Trump na kwenda ukanda huo. Hatimaye hajaishia hapo. Anaendelea na ziara hiyo. Na sasa amedondokea kule Japan. Sasa Japan kulikuwa na mambo kadhaa hivi kuhusu Marekani na Japan. Hasa kwenye masuala ya ushirika. Kama haukuwa wanasema wenye chemchem, ulikuwa ushirika mfu. Hatimaye jamaa amedondokea kule, na ukitazama wamekuwa na vitu mbalimbali ambavyo vinafanyika. Hii inaleta maana gani hasa kwenye ulimwengu wa siasa? Lakini siasa za kidunia sasa hivi, na Rais Donald Trump kile ambacho anakizungumza kuwa peacemaker hakiishi hapo. Pengine tunaona nini hasa kwa jicho la kichambuzi? Yes, kwanza ndio imekuwa ziara kubwa sana kwa Rais Donald Trump kuelekea katika ukanda wa nchi za Pacific Ocean. Na hiyo inakuja, jana alikuwa katika nchi ya Japan na alienda pale kuzungumza na waziri mkuu mpya wa Japan. Kama unafahamu kwamba taifa la Japan limepata waziri mkuu mpya mwanamama. Ndio, vile alienda kuzungumza na mfalme wa Japan. Lakini hiyo ni katika harakati kuelekea siku ya Jumatano ijayo kwenda kukutana na Rais Xi Jinping wa China. Kwa hiyo hii imekuwa ni ziara yake ambayo tunaweza tukasema kwamba ni ziara yake mkakati ya Trump kwenda katika upande au katika ukanda wa India Pacific Ocean. Kuna kwamba nchi ambazo zinajulikana kama nchi za Tiger Country, nchi ambazo zinakuwa kwa kasi ya kiuchumi zaidi. Sasa kwa nini Japani, na kwa nini Japani ni muhimu kwa Marekani katika ukanda ule wa Asia? Moja, kihistoria kwanza, Japani tunafahamu mwaka 1945 pale ambapo mwaka ambapo vita pia dunia ilikuwa inaisha, Bwana Kashonde, Japani ilipigwa bomu moja hatari sana pale, ambalo mpaka leo bado wanaendelea kulikumbuka. Kabisa kukumbuka, wana mzigo unaingia kule. Marekani imekuwa ikilipa Japan kwa sababu yale madhara au madhara katika mji wa Hiroshima na Nagasaki. Sasa baada ya pale au tangu pale kumekuwa kuna ushirikiano wa kimkakati kati ya Japan na nchi ya Marekani. Moja, wamekuwa wakishirikiana katika swala zima la teknolojia, lakini vile katika swala zima la viwanda, biashara, lakini Marekani amekuwa akiitumia Japani kama ni mshirika wake wa kuangalia maslahi ya kimkakati katika eneo la India Pacific. Sasa ukitazama hii ziara, na kimsingi ni kwamba ziara za viongozi zinakuwa zinabeba maslahi ya msingi mawili. Cha kwanza, maslahi ya kiuchumi, lakini cha pili ni maslahi ya kiusalama. Ukiona kiongozi yote anasafiri dunia hii, aenda kulinda national interest, maslahi ya taifa, ambapo maslahi ya taifa tunasema ni maslahi ya kiuchumi na maslahi ya kiusalama. Namna gani unaenda kusecure economic interest za nchi husika, na namna gani unaenda kusecure security interest za nchi husika. Sasa tunafahamu kabisa kwamba katika ukanda wa Asia, China amekuwa ni baba wa ukanda ule. Amekuwa akidominate mataifa kwa mfano Malaysia, Singapore, Taiwan yenyewe, Japani, Korea Kaskazini, Korea Kusini. Kote China ameonekana kama yeye ndio baba wa ukanda ule. Sasa Marekani amekuwa akitumia Japani, cha kwanza kutengeneza bezi ya kijeshi katika taifa la Japani, lakini cha pili kuitumia Japani kuangalia maslahi ya kijiopolitiki katika eneo la Asia ya Kusini. Na kimsingi ni kwamba kuna ushirikiano wa kijeshi hapo unaitwa AUST. Hapo ni Japani, Marekani na Australia. Lengo ni kukaunta nguvu ya China. Tunajua kabisa kwa mfano katika ukanda ule kuna mataifa ambayo yana ushirikiano. Mataifa kwa mfano ya Korea Kaskazini, ambayo Korea Kaskazini ana uhasama wa kihistoria na Korea Kusini. Lakini vile kuna urafiki kutazama kati ya Urusi na China katika ukanda, kwa sababu Urusi lazima tufahamu ipo Ulaya na ipo katika ukanda wa Asia. Lakini vile utazama kuna mataifa ambayo Marekani amekuwa akiyatumia kama kulinda maslahi ya kijiopolitiki. Sasa ukitazama dunia katika takriban nchi 193 ambazo zinaunda tuko moja mataifa ambayo yanakuwa kwa kasi ya kiuchumi ni mataifa ya Asia. Sasa hizi hela ukitazama, Trump ipo very strategical, na amesema yeye kwamba anahangaika na masa ya kiuchumi. Yuko zake kimkakati. Anapokuja kufanya ziara kwako,
maana anakuja kusecure maslahi ya kiuchumi. Na ukimtazama Trump katika mwaka unaokuja au mwaka huu kuna kikao cha G20 ndio kifanyike South Africa. Trump ameshaweka wazi kabisa kwamba hata kuja Afrika, na hilo ndio lilikuwa swali langu jingine lilofuata, lakini endelea kwanza kuchambua. Hata kuja Afrika Trump alishasema, na ujumbe ule ulitumwa mara mbili kwamba hata kuja Afrika atamtuma makamu wake wa rais JD Vance. Maana ni kwamba Trump huu ni mwaka wake wa kama miezi 10 hivi tangu angeba madarakani. Maana ni kwamba anaendelea kwa kipindi hiki cha pili anaendelea kuipeleka mbali bara la Kiafrika. Kipindi cha kwanza akuja kufanya ziara yote nchi ya Afrika. Kipindi cha pili kuna ziara ya South Africa ambapo mkutano wa G20 ameweka wazi hata kuja. Anaelekea Japani, ataelekea kwa Xi Jinping. Na hilo ndio swali langu nilikuwa nakwambia mchungu kwamba alikuwa lifuate. Maana moja ya comment nyingi sana wanasema Trump mbona kama haeleweki hivi kwenye bara la Afrika. Awamu ya kwanza alimaliza akitikisa masikio upande huo. Lakini awamu hii nyingine haonekani kuweka urafiki zaidi na bara la Afrika. Lakini pia haionyeshi hadharani kuweka mikakati ya kuja kutembelea huko. Lakini zaidi amewahi kuongelea baadhi ya mataifa ambao wamekuwa kwenye migogoro na kusema kuwa sehemu ya upatanishi. Lakini sio kama hivi. Kwa nini anajikita huku na sio hivi? Lakini Japan wanasema wakati mwingine hahitaji kama vile ambavyo imekuwa na ushawishi mkubwa zaidi ilivyokuwa kwa rafiki zake ambao wamekuwa akihangaika nao. Na pengine hapo John, Marekani ana slogan yake moja kwamba sina rafiki wa kudumu wala sina adui wa kudumu. Hii ziara ambayo anafanya sasa hivi kule China na wapi katika ukanda huo, na ukizingatia kwamba haya ndio mataifa ambayo yanakuwa kiuchumi, na kama unavyofahamu Marekani hasa Donald Trump yeye mara zote amekuwa akitaka Marekani endelee kuwa juu katika masuala ya kiuchumi. Sasa unafikiri huu ukanda huu ambao sasa hivi amekwenda kuzuru, wenyewe wanamtazama kwa jicho gani la ndani na dhumuni lake hilo? Yes, kwanza ni kwamba taifa la Marekani ni taifa kubwa sana, na kila taifa linatamani kufanya ushirikiano na taifa la Marekani. Lakini kuna msemo unasema kwamba ni hatari sana kuwa rafiki wa Marekani na ni bara zaidi kuwa adui wa Marekani. Naomba nirudie tena. Ni hatari sana kuwa rafiki wa Marekani na ni bara zaidi kuwa adui wa Marekani. Kwa hiyo vyovyote ambavyo utafahamua kuwa naye, wao wanakuja kulinda maslahi ambayo umezungumza kwamba hakuna rafiki wa kudumu wala adui wa kudumu. Wanachoamua wao au wanacholinda wao ni kulinda maslahi ya kwao. Ndio maana sera Trump inasema make America great again. Maana kwamba tuifanye Marekani iweze kuwa kubwa tena au kwanza. Sasa sera mambo ya nje ya Trump imejengwa kwenye masuala ya msingi mawili. Kuna kitu tunaitwa ni isolation policy na kingine inaitwa protectionism policy. Yaani sera ya kujitenga na sera za ndani na kulinda uchumi wa ndani. Sasa anafanyaje? Cha kwanza ukitazama katika nchi za Kiafrika, anataka sera yake sio ya kutumia fedha nyingi kwenda kutoa misaada katika dunia nyingine ikiwemo nchi za Kiafrika. Anataka yeye tunapoingia kwenye ushirikiano lazima tuweze kufaidika wote. Tunasema win-win situation. Ndio maana kwa Trump yeye vita ya Ukraine na Urusi anataka Ukraine aweze kumpa madini ya kimkakati. Sisi tumekupa fedha takriban bilioni $500, sasa tugee madini ya kimkakati. Afrika kwa mfano nchi kwa mfano ya Kongo na Rwanda kuna huo mtikisiko wa kidiplomasia, anakuja kuingia kuwapatanisha, lakini akaenda kumiliki migodi ya kimkakati. Na jana imetoka tafiti kwamba China anaongoza kumiliki madini ya kimkakati. Taifa la China. Kwa maana ni kwamba Marekani sasa hivi anaenda kuingia ushirikiano na zile nchi ambazo cha kwanza zina madini ya kimkakati, critical minerals, lakini cha pili zitakuwa zinajenga ushawishi wake kwanza. Na ukitazama vile vile kwamba Marekani ukitazama kuna yale maslahi yao ya msingi ya kijeopolitiki. Sawa? Kuna maslahi ya msingi manne. Cha kwanza ni kulinda maslahi ya kiuchumi. Hilo la kwanza. To protect national interest. La kwanza. Sasa hapa tunalinda vipi? Tunaweza tukatumia vita. Kama mbishi tutakupiga. Kama walimpiga Gaddafi, walimpiga kule Saddam Hussein, waliwapiga watu wengine wakawangoa. Hiyo lengo kusecure maslahi ya kiuchumi. Kama wewe ni mtu ambaye tunaelewana,
tutatumia misuli ya kifedha, soft power, tunazungumza diplomasia. Lakini la pili unasema ni ku maintain balance of power. Yani kuweka uwiano wa mawanda ya kimamlaka. Yani unakuwa na China mkubwa afu unakuwa unamtengeneza Japan. Au unakuwa na Korea Kusini ambaye anainuka afu unamtengeneza India. Ku maintain balance of power. Lakini ya tatu tunasema ni ku secure international order. Yani utaratibu wa kimataifa ambao umekuwa umejengwa kwenye vitu viwili, demokrasia na haki za binadamu. Lakini cha nne ni kuhakikisha kwamba usalama wa Marekani kwanza na usalama wa dunia. Kwa hiyo hayo maslahi manne, akiingia Republican atayalinda, akiingia Democrat atayalinda. Kwa sasa na sera yao mambo ya nje katika kila bara, Afrika, Asia, si Ulaya, kuna vipaumbele vyao wanaviangalia katika hizo nchi. Kwa sasa hii ziara ukiitazama imekuwa ikijengwa katika kucounter nguvu ya China. Sasa wiki ijayo watakutana na Rais Xi Jinping. Tunafahamu kwamba China wamewekewa vikwazo vya kibiashara na taifa la Marekani. Na kwa nini? Kwa sababu Marekani ni taifa ambalo lina uwezo wa kufanya kitu kinachoitwa purchasing power, uwezo wa wananchi wao, wana uwezo mkubwa wa kununua. Kwa China amekuwa akiliangalia soko la Marekani kama ni mtaji wa kuweza kuinua misuli yake ya kiuchumi. Sasa anachofanya sasa hivi Trump ni kujaribu kuiondoa nguvu ya China katika dunia. Na kimsingi ni kwamba Wachina wamejipanga. Juzi umetangaza kwamba wao sio taifa maskini. Juzi ile umetangaza wao sio taifa nini maskini. Alafu wanaingia kwenye kukutana tena. Na kivyo vile wanakutana chama chao cha CPC kuja kutengeneza mpango wa miaka 15 ambao utakuwa ni utekelezaji wa miaka 5 kuelekea miaka 25 ya Chinese Dream. Hatari sana. Bana, tuachane na hilo. Sio?